Jina naitwa Adam Simbaya, ni mwenyekiti wa taasisi ya Mary Priska Women Empowerment Foundation inayopatikana katika makao makuu katika halmashauri ya jiji la Mbeya, eneo la Blokoti. Tumekuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii. Hapa tuko na wakilishi wa Mary Priska Women Empowerment Foundation. Mheshimiwa Mary Priska alitoa ahadi katika tawi la Simba Garijembe kwa maana ya kuwasapoti katika ujenzi au karabati wa ofisi yao tawi la Simba. Hivyo leo hii Mwenyezi Mungu imempendeza, tumepata nafasi kwa maana ya kuja kumwakilisha Mheshimiwa Naibu Waziri ambaye katika majukumu ya kiserikali, lakini sisi kama wawakilishi kutoka taasisi ya Mary Priska almaarufu wanamwefu, tumekuja kumwakilisha mheshimiwa na kuja kukabidhi vifaa kwa ajili ya ukarabati wa ujenzi. Hivyo leo hii tutakabidhi marumaru, tutakabidhi rangi, tutakabidhi mbao, tutakabidhi simenti pamoja na fedha kwa ajili ya madirisha. Kwa hiyo huo ni mchango ambao Mheshimiwa Naibu Waziri aliahidi, na leo hii imempendeza Mwenyezi Mungu, tumeweza kuja kukabidhi ile ahadi aliyokuwa ameahidi kwa wanasimba wa tawi la Garijembe. Hivyo Mheshimiwa alisema hajaishia hapo. Hajaishia hapo. Lengo ni kufanikisha kuona ofisi inang'aa kama ambavyo Jeruti hapa anang'aa. Kwa hiyo natamani pia na ofisi iendane na mazingira yaliyopo. Majina naitwa Emmanuel Mbeye, ndo mwenyekiti wa tawi la Simba Sport Garijembe ambao liko mahali hapa Garijembe. Tunashukuru kwa siku ya leo ambapo Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Priska Mahundi alipokuja kwenye tukio letu la uzinduzi wa tawi. Nafikiri vitu tulivyoomba kwamba tunataka ukarabati wa ofisi, baadaye akawa ametuahidi kwamba atatuwezesha, na hatimaye imefika siku ya leo amewatuma wawakilishi wake kwamba waje watuletee vitu vile ambavyo aliviahidi, na sisi tunasema tunashukuru sana kwa kupitia mheshimiwa kutimiza ile ahadi yake ambayo alikuwa ametuahidi. Na hata sana tulikuwa tukimuombea sana kipindi cha uchaguzi kwamba Mungu amjalie apite, na tunamshukuru Mungu alipopita, na hatimaye na yeye ametukumbuka katika hili kwamba siku ya leo watukabidhi hivi vitu ambavyo tulikuwa tumeviomba siku ya uzinduzi wa tawi la Simba Sport Club Garijembe. Na vile vile tungeomba kwamba angeendelea kuwa ni mlinzi wa tawi hili, maana tumemwona ni mtu mmoja mzuri sana, anafaa, na vile vile ni mwana Simba ambaye anaweza akawa ndio mlinzi wa tawi letu. Pia kulingana na hali ya timu yetu, mwenendo unaonekana sio mzuri, lakini tunajua kwamba huu ni upepo ambao unapita, kuna muda utakaa vizuri, na sisi tunaendelea kuipambania Simba yetu ambayo sisi wenyewe tulichagua, hakuna mtu aliyetushawishi. Kwa hiyo tunaendelea kuipambania timu yetu ili iendelee kufanya vizuri kimataifa na hata katika ligi ya ndani. Mwisho kabisa niseme asante ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kutuletea vitu hivi vya thamani ya milioni 2. Majina naitwa Epi Patrick Ngimba, mimi ndo katibu wa tawi la Simba Sport Garijembe. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Naibu kwa sababu siku ya uzinduzi kuna vitu tulivyoomba kwenye uzinduzi wetu kuwa tukarabati ofisi yetu ya tawi la Simba Sport Garijembe. Mpaka sasa ametutimizia hizo ahadi zetu tulizoziomba. Tunasema Mheshimiwa asante. Naiombea timu yangu ya Simba Sport Garijembe iendelee kufanya vizuri, hata kama sasa hivi nafanya vibaya, lakini iko siku itatufurahisha, tutakuwa vizuri. Kwa majina anaitwa Isaya Jafet, ni afisa habari wa Simba Sport Club tawi la Garijembe, lakini pia kwa nafasi nyingine ni afisa habari wa Simba Sport Club wilaya Mbeya vijijini. Mimi niseme tu tunamshukuru mama kwa ahadi aliyoweza kutimiza siku ya leo, na kumbuka tulianza kuwasiliana naye ilikuwa mwezi Januari, na tukio letu lilifanyika tarehe 28 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo kwa vile vitu vilivyokuwa ametuahidi kwamba atakuja kututimizia kama wana Garijembe, kiujumla niseme sisi kama wana Garijembe tunashukuru kwa upendo alioonyesha, kwa sababu mtu kutekeleza ahadi aliyokuwa ameahidi ni wachache sana wanaofanyaga hivi vitu. Lakini kwa mama Mary Priska Mahundi tuseme sisi tunamshukuru, na niseme kwamba kwa kazi nzuri aliyoifanya sisi kama wana Garijembe tutaendelea kushirikiana naye
pale atakapohitaji kwamba tushirikiane naye. Kwa na sisi hatutamwangusha kwa jambo lolote lile atakalo tuhitaji. Sisi kama wana Garijembe tuko pamoja kushirikiana naye. Mimi niseme tu kwamba timu haifanyi vibaya. Niseme tu ni wakati ambao matokeo hayajawa mazuri kwa siku za hivi karibuni kwa michezo kadhaa iliyopita. Lakini timu kiujumla iko vizuri. Hata ukiangalia kwenye msimamo wa ligi, tumecheza michezo miwili ya ligi, hatujapoteza mchezo mmoja. Kupoteza kwa michezo hiyo miwili kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika sio kwamba eti labda timu yetu ni mbaya. Na naamini kwamba Simba kwa hatua iliyofikia, kama na kumbukumbu nzuri, mwaka 2023 Simba tulipoteza mechi 2. Lakini mechi zilizofuata tukashinda nyumbani, na mchezo wa kwanza ambao ulifua matumaini ya wana Simba ulikuwa ni mchezo kati ya Simba ambao tulicheza na Vipers pale Uganda. Tukashinda ugenini bao 1-0, tukaja nyumbani, tukashinda. Baada ya kutoka mchezo huo tukaenda tukacheza na Horoya pale nchini Guinea. Wakatufunga goli 1, walipokuja kwa Mkapa tukapiga zile 7. Kwa hiyo ukiangalia kikosi chetu bado kiko vizuri, na labda ambacho niseme Patevu hatupo naye kwa saizi. Kwa wana Simba watambue kwamba Patevu hatupo naye. Kikosi kuanzia kesho kitakuwa chini ya Suleiman Matola. Naamini kesho tuna mchezo dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo kwa mchezo wa kesho, huo ni mchezo ambao utaonyesha taswira ya wana Simba kwamba ni nini tunachopaswa kukifanya, na kesho tutaenda kufanya nini kwenye mchezo huo ambao utaanza mida ya saa 1 za jioni.